Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Poland inajiandaa kwa vita dhidi ya Urusi. Poland inawaandaa vijana wake kwa ajili ya kuwapa mafunzo ya kijeshi karibu na jiji la Wrocław. Wa Poland wa kawaida wamepanga mstari wakisubiri kukabidhiwa bunduki na kufundishwa jinsi ya kupiga risasi. Mara tu duru itakapopakiwa, silaha iko tayari kufyatua risasi. Anafoka, moja kati ya walimu askari wa Poland ambaye anatoa mafunzo kwa ajili ya vijana hao, ambapo inadaiwa kwamba Poland inajiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi. Poland inadhani kwamba baada ya vita kumalizika nchini Ukraine, huenda Urusi ikafanya mashambulizi dhidi ya taifa hilo, moja kati ya mataifa ya Umoja wa Ulaya. Lakini Urusi haikuwahi kutangaza kusema kwamba ipo katika mpango wa kuishambulia nchi hiyo. Hata hivyo, ni kutokana na kauli ya baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya kusema kwamba huenda katika siku za usoni, baada ya kumalizika kwa vita huko nchini Ukraine, huenda mataifa haya ambayo yapo karibu kabisa na Urusi yakashambuliwa. Miongoni mwa mataifa hayo pia ni pamoja na Uingereza, ambayo inadhani kwamba Urusi itafanya mashambulizi wakati wowote dhidi ya taifa hilo la Uingereza. Hata hivyo, mamlaka nchini Poland zinadai kwamba mpango huo umefuatiliwa kupitia kiasi, na serikali ya Poland sasa ina mipango ya kuupanua ili kila mtu mzima wa kiume nchini humo apate mafunzo. Poland, ambayo inashiriki mipaka na Urusi na Ukraine, inasema itatumia karibu 5% ya pato la taifa kwa ajili ya kuwekeza katika ulinzi mwaka huu, kiasi ambacho ni cha juu zaidi katika NATO. Hata hivyo, maafisa wanasema kwamba ni wakati wa kujilinda zaidi kutokana na hali ya sasa ya rais wa Urusi Vladimir Putin aliyeapa kuirejesha USSR. Ameanza kuchukua maeneo ya Crimea, sasa amechukua maeneo mengine ya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson, na mataifa kama Marekani yameanza kutoa ushuhuda wa kuipatia Urusi maeneo hayo. Hii ni ishara nyingine kwamba Urusi ina mpango wa kuteka maeneo mengi zaidi katika nchi za Ulaya Mashariki. Lazima tujiandae, ni moja kati ya makomando wakieleza wakati wakitoa mafunzo hayo. Wiki iliyopita Waziri Mkuu Donald Tusk alisema Poland inalenga kujenga jeshi lenye nguvu zaidi katika eneo hilo. Imekuwa ikitumia matumizi makubwa ya fedha kununua ndege, meli, mifumo ya mizinga na makombora kutoka Marekani, Sweden na Korea ya Kusini, miongoni mwa mataifa mengine. Hata hivyo, moja kati ya wanaohudhuria kozi hizo siku ya leo Jumamosi huko Wrocław anasema atakuwa wa kwanza kabisa kujitolea ikiwa Poland ingeshambuliwa. Historia imetufundisha kwamba ni lazima tujilinde, kujilinda sisi wenyewe, hatuwezi kumtegemea mtu mwingine yoyote. Leo miungano ipo na kesho inavunjika, lazima tujiandae, anasema moja kati ya vijana wanaopokea mafunzo hayo kutoka kwa mamlaka za serikali ya Poland. Kauli za Donald Trump na wajumbe wa utawala wake zimezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa maafisa huko Warsaw. Wakati ziara yake katika mji wa Poland mwezi Februari, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema Ulaya haipaswi kudhani kuwa uwepo wa wanajeshi wa Marekani katika bara hilo utadumu milele. Kwa sasa Marekani ina wanajeshi 10,000 walioko Poland, lakini Washington ilitangaza mwezi uliopita kuwa inajiondoa katika kambi muhimu za kijeshi katika mji wa Rzeszów, mashariki mwa Poland. Maafisa wanasema wanajeshi hao watatumwa tena ndani ya Poland, lakini hatua hiyo imesababishwa wasiwasi zaidi nchini humo. Uadui wa Donald Trump dhidi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na maneno ya joto kwa Vladimir Putin wa Urusi yameongeza pia wasiwasi. Poland inatazamiwa kusaini makubaliano ya ulinzi na Ufaransa katika siku zijazo, na mkataba mwingine wa Uingereza uko mbioni. Hatua zaidi za Warsaw kujiondoa katika uhusiano wake wa kihistoria na kijeshi na Washington. Pia kuna mazungumzo ya Poland kuletwa chini ya mwamvuli wa nyuklia wa jeshi la Ufaransa. Nadhani Trump hakika ametusukuma kufikiria kwa ubunifu zaidi kuhusu usalama wetu, anasema Thomas Zatikowski, mwakilishi wa kudumu wa Poland katika NATO na mshauri wa rais kuhusu ulinzi. Nadhani Marekani haiwezi kumudu kuipokea Poland kwa sababu hiyo itaongeza ishara kwamba huwezi kutegemea Marekani. Hata hivyo, inabidi tufikirie chaguzi zingine na kukuza uwezo wetu wenyewe. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mpango unaofanywa na Poland ikidhani kwamba tayari Marekani imeshajitenga dhidi ya taifa hilo, na kutokana na hali hiyo wanapaswa kujipanga zaidi na kutoa mafunzo zaidi kwa vijana ili tu wahakikishe wanalilinda taifa lao. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.